Wananchi bana hawataki kuipumzisha Simba kutokana na kitu ambacho inakipitia kwa Low wakati huu. battery. Simba imekuwa Please ikistruggle charge. sana kuweza kupata matokeo, lakini pia inapambana kuweza kuunganisha uongozi wao ambao kwa sasa hivi unaonekana kama umeweza kugawanyika, yaani kila upande wa wanachama kwa wenyewe, upande wa mwekezaji pia kwa wenyewe, lakini pia upande wa viongozi waliwahi kuitumikia Simba na kutoka kwenye nafasi zao kwa wakati huu nao pia unatia fitina kwa ajili ya kuweza kuichanganya Simba ambayo inapambana kuweza kujitafuta na kujirudi kwenye mstari ambao utakuwa bora kwa msimu, lakini pia kuendelea. Miaka minne imeweza kupotea kabisa kwenye kusaka ubingwa, imekuwa kistruggle, sio kwenye kusajili, sio kwenye kutoa posho. Tumekuwa tukisikia migogoro mbalimbali ikiendelea ndani yao, lakini pia vitu vingi ambavyo vinaendelea. Sasa wananchi wanapitia hapo hapo. Walianza kwenye kumzungumzia Chama kwamba Chama ni mchezaji mzuri na huyu ni rais wa Yanga. Engineer Harris alikuwa anamsifia namna ambavyo amekuwa akifanya vizuri uwanjani, lakini pia matamanio yake kuna Low mchezaji battery. kama Chama. Please Walianza charge. kumsifia kisha baadaye wakamsajili kwa msimu mmoja, msimu ambao Chama hakuweza kufanya makubwa kihivyo, lakini walikamilisha ndoto yao ya kuweza kumsajili. Jonas Mkude vivyo hivyo naye pia alienda Jangwani, lakini ndio hivyo kutumikia kwa mafanikio makubwa, ametemwa. Tumemshuhudia pia mtu Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, sifa nyingi, kisha wakaamua kusepa naye. Na kama unakumbuka vizuri, wakati wa Chama alikuwa anazungumza huku mashabiki wa Simba wakitamba kwamba mmekuwa mkimsajili Chama lakini anacheza Simba. Sasa wameamua kuanza na mtu mwingine tena, Elie Mpanzu Kibisawala. Vyanzo mbalimbali vya taarifa vimenifahamisha tu kwamba tayari wananchi wamekwisha kubisha hodi kwa ajili ya kuweza kuulizia huduma ya Elie Mpanzu Kibisawala. Na wamebisha hodi vipi? Tayari wamekwisha kuwasiliana na msimamizi wa Elie Mpanzu Kibisawala kuangalia upatikanaji wa saini yake. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vimenifahamisha kwamba kwenye dirisha hili dogo kuna jambo Low kubwa battery. Please litafanyika na ni charge. kuendelea kuiporomosha Simba ambayo kwa sasa hivi inaendelea kustruggle kujitengeneza vizuri, na hapa wananchi Yanga wanatafuta mbadala wa Celestine Ekwa ambaye ameonekana hafanyi vizuri kutoka ametua Yanga mpaka sasa hivi. Lakini sio huyo tu, wao pia wameulizia chaguo la mchezaji ambaye anaitwa Gelson Dala kutoka Al Wahda ya huko kwa Waarabu, baada ya kuweza kumkosa, na huyu msimamizi ambaye anamsimamia Mpanzu ndio ambaye anamsimamia pia mchezaji huyo. Na nikufahamishe pia za ndani ambazo nimeweza zipata ni kwamba kuna majina matatu ya mastaa wa kigeni ambao pale Msimbazi wanaweza wakatemwa kwenye dirisha hili dogo la usajili, ambayo ni pamoja na Neo Maema ambaye ametua tu, yani hana hata miezi sita ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kuna Joshua Mutale pamoja na Steven Dese Mukwala ambao hawa kuna namna Low wanatazamwa kwa battery. jicho la Please tatu pale charge. Msimbazi, na huenda wakatemwa siku sio nyingi kutokana na kiwango ambacho wamekuwa wakikionyesha kwenye klabu ya Simba tangu ambapo wamesajiliwa mpaka hivi sasa. Yanajadiliwa kwa kina kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuwatema, na macho ya Simba kwa sasa hivi kama ambavyo ilikuwa kwenye dirisha kubwa la usajili ni pamoja na kuangalia namna ya kuweza kumpata Alan Okello ambaye kwa sasa hivi mkataba wake na Vipers ya pale nchini Uganda unakaribia kumalizika. Wanaangalia namna ya kuweza kumnasa, wakiweza kuwatema wachezaji hao watatu, nadhani watakuwa wamepata mzigo wa kuweza kumsajili Alan Okello kama yeye mwenyewe atakubali kutua pale Msimbazi. Na nikukumbushe, mikataba ikivunjwa kuna gharama ambazo vilabu vinaingia, so tutaangalia uchumi wao, lakini pia zile ahadi za Jairuti ambazo alizitoa kwa Simba, kama anaweza kuzitimiza, basi huenda tukashuhudia Alan Okello akiwa anavaa uzi wa nyekundu na nyeupe Low battery. kuwatumikia Please wekundu wa charge. Msimbazi Simba. Mkataba wake unamalizika Juni 6, 2026, na ndio hivyo jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika ili kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuinasa saini yake. Mo vipi, atakubali kuongeza mkwanja watu wa mnase Alan Okello au ahadi za Jairuti ambazo alizitoa Msimbazi kuelekea baada ya kuweza kuipata ile tenda mambo yatakamilika, ama tutaendelea kuwa simulizi tu kwamba jezi hazijauza, jezi zimefanya ABCD, na sasa hivi naona anaendelea kukamata jezi feki ambazo zinauzwa kwenye maeneo mbalimbali. Kuna godown moja ambalo alikamata Ilala, kuna godown nyingine ambalo alikamatwa Temeke. So ndo hivyo, mambo yamekuwa ni mengi na muda unazidi kusonga mbele. Tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea wakati huu ambao Simba pia inamsaka kocha mpya ambaye atakuja kukinoa kikosi chao kuelekea
msimu huu. Mambo ni mengi, muda ni mchache. It's PM Short, ni follow pale Instagram kwa jina hilo, lakini pia pale TikTok kwa jina hilo pia It's PM Short, pamoja na mtandao wa X ama Twitter. Lakini kwa YouTube usiache kuweza kusubscribe, kulike pamoja na comment, uwe mshikaji wako kwanza kuweza kupokea taarifa kama hizi za kimichezo pamoja na burudani. Till next time, nakuja na sakata la Mo Dewji pamoja na DP World, namna ambavyo lilienda, namna ambavyo limeweza kushindikana, na maswali ambayo unapaswa kujiuliza, kwa nini dili hili lilishindikana. Na hii ni kwa mujibu wa mmoja kati ya wachambuzi wakubwa sana wa soka, wameweza kuandika haraka mzito mno. Till next time.